Zaidi ya lita 140 za pombe haramu zimenaswa katika eneo la Mwangaza ikiwa ni wadi wa Bera, Gatuzi la Isiolo, huku jumla ya watu 26 akamatwa katika operesheni iliyoendeshwa na maafisa wa polisi kwa ushirikiano na NACADA. Akizungumza na habari, kamanda wa polisi jimboni Isaac Sang ameonya wakazi dhidi ya utumiaji wa pombe haramu. Bwana Isaac Sang, mimi ni kamanda mkuu wa polisi katika jimbo la Isiolo. Tumekuwa tukifanya crackdown hii maneno ya illicit brews na maneno ya drugs, na hivi leo tumefaulu kunasa lita 140 za molasses ambayo wanatumia kutengeneza hizi pombe haramu. Tuko pia na muratina lita 100. Tuko pia na pombe aina ya ndume lita 590. Tuko pia na apparatus 30 za kutumia kutengeneza pombe haramu. Tuko pia tumearrest watu 24 kuhusiana na jambo hili la pombe haramu. Alafu tumeshika wenye kutengeneza hii pombe watu 2, na wote total ni watu 26. Pia ningependa kuwahimiza wananchi ya kwamba hii pombe haramu inatengenezwa pia kutumia madawa za kunyunyizia mimea, insecticides. Hapa hivi tuko na insecticides aina 2 ambaye tumesikuta ya kwamba ilikuwa imechanganywa na hizi pombe, na hii ni sumu ambaye ni hatari kwa binadamu. Tungependa ya kwamba kusihi mwananchi ya kwamba wakati unaenda kukunywa pombe haramu unahatarisha maisha yako, kwa sababu ukiangalia hizi chembe ni sumu. Hii ni sumu tu. Ndio maana unakuta watu siku hizi wako na makansa ambayo ieleweki. Ni kwa sababu ya kutumia madawa kama hizi, kwa sababu wale wenye wanatengeneza hizi pombe ni watu hawajahitimu. Tafadhali tuwache na turekebishe area yetu, kwa sababu watoto wetu wanaiga mfano mbaya sana kwa kupitia njia kama hizi. Tafadhali turekebishe hiyo tabia. Kwa upande wake, kamishna wa gatuzi hili Chaunga Mwachaunga ametangaza kuwa operesheni ya kupambana na kero na mihadarati ndio imeanza rasmi na itasimama kwa namna yote ile. Kamishna huyo akitoa onyo kwa wote ambao wanahusika na biashara hii. Kwa majina naitwa Mwachaunga Chaunga. Mimi ni County Commissioner wa Isiolo, na siku ya leo tumekuwa na mkutano kuanzia asubuhi, multi agency, ambao tumekuwa county security team, sub county security team, divisional security teams, chiefs na assistant chiefs, pamoja na wenzetu kutoka county government, NACADA, anti-narcotics na vitengo vyote vinavyohusika, ili kujadiliana na swala hili zima la kuhusu pombe haramu, mihadharati na drugs zile ambazo zinatumika hapa Isiolo. Tumeweza kuweka mikakati na tumeamua kwa kauli moja kwamba kuanzia sasa tumeanza vita vikali dhidi ya bangi, mihadharati aina mbalimbali, ikiwemo cocaine, ile wanaita kete, whatever name ambayo iko nayo, pamoja na chang'aa na hizi zingine zote tunatengeneza, kwamba kuanzia siku hii ya leo moving forward tutahakikisha kama tunapigana hizi vita hadi tulete Isiolo katika hali ambayo utumiaji na uuzaji na usambazaji wa hii mihadharati na dawa za kulevya unakwisha kabisa. Hilo tumeresolve kama county security team pamoja na wale wenzetu ambao tulikuwa tuko nao. Coincidentally pia leo ni siku ya kusherehekea International Day against drug abuse, na kwa bahati nzuri tuko na wenzetu wa NACADA pia ambao tumeshirikiana nao, na tukasema baada ya mkutano huo ni lazima pia katika kucommemorate hii day pia lazima pia tufanye kazi ya kupambana na mihadarati, na tumeweza kufaulu kupata mihadarati ya kutosha.
tumepata pombe aina mbalimbali na vifaa vya kutengenezea pombe vile. Ile idadi maalum tuko na County Police Commander ambao tuwapatia very specific figures ni kitu gani tumepata na hatua itakaofuatwa pamoja na wale ambao wameshikwa ambao sasa ni kama suspects. Akizungumza pia baada ya operesheni hiyo, msimamizi wa nakala ya kaunti Isiolo Alice Mwangi alieleza hatua hiyo kuwa kiahidi kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali mjini katika kumaliza kero ya pombe haramu. Kwa majina mimi naitwa Alice Mwangi, mimi ndio County Coordinator wa NACADA hapa Isiolo. Leo tunaadhimisha siku ya International Day Against Drug Abuse ambayo inaadhimishwa dunia mzima. So kama Isiolo County tumeungana na mataifa mengine kuadhimisha hii siku. Hii siku inatupea fursa ya kuthamini madhara ambayo dawa za kulevya zimeleta. Dawa za kulevya zimeharibu watu binafsi, zimeharibu familia, jamii na pia taifa. Kwa hivyo tumepatana leo, tumekuwa na mkutano ndio tuweze kujadiliana mbinu ambazo tutatumia going forward ili tuweze kutatua hili tatizo la dawa za kulevya hapa Isiolo. Na kama watu wa Isiolo tumeathirika pakubwa. Tunapata kwamba viongozi wametumia vijana wadogo, wale ambao wako shule, wale ambao wamemaliza shule, wametumia hizi dawa za kulevya. Wengine wakapata shida ya kiakili. Ukiangalia hapa Isiolo town unapata watu wengi sana ambao wamepata hiyo shida ya kiakili. Pia kuna wale ambao wame drop out of school, na hiyo imeleta uhalifu mingi sana katika hii county. Kwa hivyo leo kama multi-agency team tukiongozwa na our county security team, our county commissioner, the county police commander na pia county AP commander, tumesemezana na tukasema kwamba tuko committed kushirikiana ndio tuweze kumaliza ama kupunguza hii shida ya dawa za kulevya hapa Isiolo. Na tunaambia wale ambao wanauzia watoto wetu, wanauzia wana youth wetu hizi dawa za kulevya, sheria itawapata. Masiku yao wanahesabu na eventually sheria itawapata, na hata sheria isipowapata kuna Mwenyezi Mungu ambao watakiri na waseme wataajibika kwa yale maisha ambayo wameharibu. Asante. Pengine kabla uende, zoezi hili umepanga kuliendeleza for how long? Je, pengine leo ama limeanza na litaendelea, ili uweze kuambia baadhi ya maeneo? Sijui nani mhusika anaweza kulijibu hii exercise. Zoezi la kupambana na mihadharati na pombe haramu si jipya. Ni zoezi ambalo nasema kwamba zoezi la kupambana na mihadharati ni zoezi ambalo linaendelea kila siku Kenya nzima. Na hapa Isiolo kupambana, ukiangalia statistics zile ambazo County Police Commander ameweza kutuelezea pale kwa mkutano, ni kitu ambacho kinafanyika kila siku. Lakini sasa tumekuja na msukumo mpya na tutaendelea kupambana karibu kila siku, kila wiki, kila mwezi mpaka tuhakikishe kwamba tunamalizana na hii mihadharati hapa Isiolo pamoja na hizi pombe haramu. Kwa majina naitwa Njonji Gitonga. Mimi ni CEO Isiolo County Liquor Board. Na kwa sasa tumefurahi sana vile tumeweza kufanya kazi kama multi-agency, ambapo Isiolo County Government our support in exercise ya kuuza dawa za kulevya. Sababu mkiangalia watu wetu wanaleta a lot of burden ama kazi mingi sana kwa serikali ya county. Sababu kumanage watu wale wameathirika na pombe haramu ama madawa haramu ni very expensive. Kwa hivyo kwa sasa na support hii exercise na county government, our excellency the governor ataki kabisa kuona mtu ambaye anadhuru watu wake na pombe haramu ama madawa. Kwa sasa Isiolo County Government tumeweza kupata Liquor Act 2025 ambayo ndio tutatumia kufanya regulation ya pombe kila mahali. Hiyo tutafanya licensing, bereni hatukuwa na board, lakini tutafanya licensing
kwa hao outlets. Na kama unajua unafanya exercise haramu hii Isiolo, tafadhali ningeomba utafuta mahali ingine ya kufanya hii kazi, sababu hauta succeed. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamacho.